Oh, so now nimeelewa. Oh, Jesus Christ. This is nice. Yo. What's popping my people? Mambo vipi? Kama kawis. Ile. Sasa hivi mwanangu machata ndio kila kitu. I think soon itabidi pia na mimi niweke nani yangu mtaani kwa sababu nimekuwa nikifikiria kufanya kitu kama hicho. But shout out kwa Scooby, Noriega, Mwaimu. Noriega Mwaimu bwana, askari wa miguu kama kawaida. And shout out to my nigga Karibu Bongo. You get what I mean? Najua ukiniona mimi umeona Karibu Bongo. Na vitu kama hivyo, ukiniona mimi umeona Seaweed. You get what I mean? So, nisipoteze sana time. Kwa sababu kuna watu kwenye comment wamekuwa wengine wakinitukana wanasema unajiongelesha sana. I mean like point ya kuchambua ni kuongea. You get what I mean? So kama unahisi mimi nikichambua kitu najiongelesha sana, I think upo katika sehemu ambayo hutaki kuwepo. Sawa, nenda sehemu zingine za watu ambao wajiongeleshi sana, acha kutusumbua hapo kwenye comment au vipi? It's all love au vipi? Stay positive. Sawa. So Dogo D yuko na track inaitwa Gen Z. Yuko na DJ Diomi. I think ngoma pia DJ Diomi ndio ameproduce. Yeah, DJ Diomi ndio kaiproduce. Okay, bonge moja ya beat. Mara kwanza wakati naisikiliza nilikuwa niko confused kidogo kwa sababu sikuelewa kitu ambacho Dogo D anajaribu kukifanya. Right? Yeah, niliona like kuna vitu vingi anaviongea like he is everywhere. Talking about this. And then baadaye nikaielewa hii ngoma iko na chapters. Iko na chapter 1 inaitwa Snitches, and then chapter 2 inaitwa King, I think. Yeah, inaitwa King chapter 2, and then chapter 3 inaitwa Confusing. Sawa. Yes. So let's see hiyo chapter 1 ambayo ndio itakuwa verse ya kwanza amededicate kwa Snitches. Kwa nini ni Snitches, na tuone kama ujumbe kweli unakwenda kwa Snitches. And then chapter 2 acha tusikie akizungumzia King. Yeye anajiita ndio mfalme wa Gen Z. Sawa, so tusikie chapter 2 ikoje, and then hiyo confusing part ya chapter 3 ikoje au vipi? So it is what it is. Anaitwa Dogo D, Gen Z, production kali ya DJ Diomi. Let's get it. Yep. Yeah! It's Diomi! Introduced to you, we got your man Dogo D! What's up? Everybody now, hey! Chapter 1, everybody! Dogo D, let's go! Said wake up, I've been doing that. Still feeling stuck like I'm drowning in place on the track. Yeah. This nigga michongwa na zibo pata stress plus shida walidia kwa baridi better know. Ili upate tetesi ukose kesho upate kesi ili ukigesi wako ahead your friends you better go. Hey. Oh no, kimoko kikomo uweze lewa wa kichwa nyonyoki kinyonyo no koki kikono please no juzi deo jalini si usiwamini watu anymore. Respect is emergency shule ndipata eja walimu ze plan B. Hey. Hivi vitu vya katikati hapa sijavielewa bro, like sielewi. Kichwa nyonyoki kinyonyo, mtaniambia kwenye comment nyewe mmeelewa nini na kichwa nyonyoki kinyonyo, no koki kikono, mtaniambia ni nini mmeelewa. Lakini hii line ya mwisho anasema juzi Deuji alinisi usiwaamini watu anymore. Hii line sio mbaya because more Deuji. Juzi Deuji alinisi usiwaamini watu anymore. More Deuji anymore. Hiyo ni wordplay ya jina la Mo Deuji. Hichi kitu nilisha kukifanya kitambo kidogo kwenye ngoma yangu ya Legacy. Mimi najenga legacy nikiondoka nacha new mark. Kuna line ilikuwa naisema nahitaji more ndo maana nafanya more, achana na Deuji tuongelee more investment. Right? Nahitaji more ndo maana nafanya more, achana na Deuji tuongelee more investment. You get what I mean? So na yeye amefanya kitu kama hicho, like amechezea hilo neno la Mo Deuji. Juzi niliongea na Deuji akasema usiwaamini watu anymore. Ndio hao ma snitches ambao anaongea nao. I hope so. So yeah, a dope line. Yeah, it's not a bar, but it's a dope line. Yeah. Uweze lewa wa kichwa nyonyoki kinyonyo
no koki kikono, please no. Juzi deo jalini usiwamini watu anymore. Respect si majenzi, shule ndipata eja kwa limo ze plan B. Mura muda kula unauza sura, unazurula dazuura. Njogo ni simpa yupo zake na cheza na chura. That's a bar. Anasema respect us si majenzi, shule nilipata A japo elimu was a plan B. That's nice. I think that's a bar. Yeah. Shule nilipata A japokuwa elimu ilikuwa ni plan B. So ana maana kwamba elimu kwake haikuwa, unajua, haikuwa kitu ambacho alikuwa anataka kufanya. Sijui alikuwa anataka kufanya kitu gani, because elimu bwana, I think alikuwa anamaanisha elimu ya darasani. Yeah. Pengine alikuwa anataka afanye muziki 24/7 au mfanya biashara. Unajua alikuwa anahitaji elimu ya biashara au elimu ya muziki. So but still wakati yuko shule aliweza kupata A japokuwa kwenda shule kilikuwa si kitu ambacho alikuwa anataka. Yeah, so that's a bar. Yeah, hiyo nakupa hiyo Dogo D. Chukua hiyo bro. That's nice. Shule ndipata eje kwa limo ze plan B. Mura muda kula unauza sura, unazurula dazuura. Njogo ni simpa yupo zake anacheza na chura. Dazuura, njogo ni simba yupo zake anacheza na chura. I think Dazuura hapo ni Zuchu, Simba, Diamond. Yeah, so it's a nice wordplay. Yeah, ni kitu poa. Make it sound good, lakini najaribu kuangalia connection ya each kitu ambacho amekizungumzia hapa na hiyo chapter yake ya Snitches. You get what I mean? Donafunga file kwenye prison, ini break time never break bila reason. Chuchukue Michael Scofield, kwetu tupende udokozi. Dogo D, inabidi pia ufanyie kazi L na R. Yeah, kwa sababu ndio nafunga file kwenye prison. Ini break time never break bila reason, sio reason. You get what I mean? Yeah, but nimeelewa alikuwa anajaribu kufanya kitu cha prison break. So nafunga kwenye prison na wa break bila reason, sio bila reason. You get what I mean? So L na R muhimu sana. Ula dazuura, njogo ni simpa yupo zake anacheza na chura. Donafunga file kwenye prison, ini break time never break bila reason. Chuchukue Michael Scofield, kwetu tupende udokozi hivyo sinletee country wiz. Nalingia jina miz, mtani ukipendeza na unakazi unaitwa jina jiz. Nice. Nimependa kwetu tupende udokozi hivyo sinletee country wiz. Country boy, country wiz, Wheezy. Ila ina sound kama Wheezy. You get what I mean? So unaringia jina mizi, mtaani ukipendeza na hauna kazi unaitwa jina jizi. Nimependa ya country kwetu tupende udokozi usituletee country Wheezy. So yeah, hiyo kwetu inaweza kanamaanisha country, sehemu ambayo anatoka, country kama nchi au sehemu ambayo anatoka. So kwetu tupende udokozi mwanangu, we snitch usituletee country Wheezy, usituletee Wheezy. You get what I mean? So hiyo ilikuwa ni wordplay noma. So hiyo ni chapter 1 imeisha. I think yeah, amejaribu kwa sababu mimi I don't know, watu tunasikiliza muziki tofauti. To me ukishaweka chapters naangalia sana connection ya chapter yako na kitu ambacho umerap hapo katikati, unaelewa? So I think that's good. Chapter 1 Snitch na kitu ambacho amerap, sidhani kama ametoka sana kwenye maana halisi ya hiyo chapter. I think yuko sahihi na kumekuwa na baadhi ya vitu vizuri ambavyo nimeviona. I think that's good. So shout out to you Dogo D. So I think inaingia chapter 2 ambao ni King. Yeye anajiita ndio King wa majenzi. So let's get it. Tupende udokozi hivyo sinletee country wiz. Nalingia jina miz, mtani ukipendeza na unakazi unaitwa jina jiz. Oh man, Dogo D, what's up? You know my wanangu, everybody now. Okay, twende round 2. Oh, let's go. Yeah, achana na hivi vina hivi rasta. So now nimeelewa. Oh, Jesus Christ. This is nice. Shout out to you Diomi. Si kwa ubaya, but now nimeelewa, because ukiangalia cover ya hii ngoma
Gen Z utaona Dogo D, kuna mtu crazy stuff. Okay. So ngoma inaitwa Gen Z. Jesus Christ, ndo hapa nimeanza kuelewa sasa. Nahitaji kuwa makini. Ngoma inaitwa Gen Z. Ukiangalia cover utaona pale wameandika Gen Z, the future is now, we don't follow, we set them. I think we don't follow trend, we don't follow trends, we set them. Okay, no generation, no limits, all wins. Afu wako kwenye boxing ring, Gen Z akiwa amempiga millennial. Okay, so Dogo D ndo kama Gen Z yuko on top of millennial akiwa amelala chini. But Gen Z, come on guys, unajua kuna Gen Alpha so unajua Gen Z waga mnahisi kwamba hii Gen Z ndo generation ya mwisho. Nah bro, kuna Gen Alpha tayari wako mtaani, so jiandaeni soon, mnatolewa kwenye game soon. Shout out to you though. I think easy theme character tatu ambao nilikuambia. Character ya kwanza ni Snitches, ya pili ni King, ya tatu ni Confusing. Hizi ni round katika boxing. Unajua kwenye boxing kuna round 1, kuna na round 12 kwenye boxing. Lakini hii match ambayo ndio hii ngoma ya Gen Z haina round 12. Iko na round 3. Ndio round ya kwanza kwa ajili ya Snitch, round ya pili ni kwa ajili ya Kings ambao ndio hao Gen Z, na round ya 3 ni Confusing. You get what I mean? So now nimeelewa theme ya cover photo na kitu ambacho DJ Diome amekizungumzia hapa. Round 2, I was like, aha. Well, that's nice. That's nice. Even though vitu ambavyo mimi huwa napenda kuviona, like I love this. This is nice. Alright? Acha tuende kwenye mistari. Inaona wanangu, everybody now. Okay, twende round 2. Oh, let's go. Yeah. Achana na hivi vina hivi rasta, tuna discuss vina meza moja hivi vina si disaster. Mwenda pole na pewa cha faster. Jabwa nakwambia please wait naja na kuwa na raka. Gen Z king of mess. Okay, hapa nakwambia achana na hivi vina hivi rasta. Tuna discuss vina meza moja hivi vina si disaster. Sasa tuna discuss vina meza moja hivi vina si disaster. Mwenda pole anapewa cha faster. Cha ajabu anakuambia please wait, naye anakuwa na haraka. That's nice. Yeah, please wait, naye anakuwa na haraka. You get what I mean? So okay, I think that's nice. Lakini nataka kuelewa, achana na hivi vina, achana na hivi vina, achana na hivi vina hivi rasta. Tuna discuss vina meza moja hivi vina si disaster. So tuna discuss vina, lakini hatumdiscuss disaster vina, kwa sababu kasema vina si disaster. So tuna discuss vina, hatumdiscuss disaster vina. Okay, I think mashabiki wa disaster vina vipi? Kwa sababu amchelewi kuja kumtukana Dogo, but I get it. Mwenda pole anapewa cha faster, mwenda pole ajikwai, mwenda pole anapewa cha faster. Okay, sawa. I think tu ni namna yake ya kuchezea maneno. Okay. Round 2 ni King. Mfalme anaweza akaongea kitu chochote kile kwa sababu ni mfalme, yuko na power. So yeah, I get it. Yeah. Achana na hivi vina hivi rasta, tuna discuss vina meza moja hivi vina si disaster. Mwenda pole na pewa cha faster. Jabwa nakwambia please wait naja na kuwa na raka. Gen Z king wamesurrender. Watani challenge vipi ya wana touch ranger. Sijatoka kwa star search nilijistar search this zenu pepo tamkindis kama stress. Amini kwamba Gen Z king wamesurrender. Watani challenge vipi ya wana hata challenger. Yeah, ni challenger. Sijatoka kwa star search nilijistar search. That's nice. This is upepo, hata mkini dis kama siwezi catch. Yeah, so kwa sababu hawezi kupaka rangi upepo, so this is upepo. Yeah, kwa hiyo yeah, I think that's nice. Sechi disizenu pepo tamkindis kama stress. Amini kwamba watu pendo kiwa hero. Ni mbaya sana kichwa smart ya for brain ni zero. Amini mapenzi ni magumu. Ukiacha pesa kumpa, hakikisha unatunza pia ya sumu. Oh man, Dogo D. Yeah, okay. Amini mapenzi ni magumu, ukiacha pesa kumpa, hakikisha unatunza pia ya sumu.
you know. So kwenye hii round 2 ambao alikuwa anazungumzia King, Jay-Z, King wamesurrender, I don't know, I think maybe kwa sababu ni King ana uhuru wa kuongea kitu chochote ambacho anataka kuongea, you get what I mean. Okay, amini kwamba watu wapenda ukiwa hero. Okay, ni mbaya sana kichwa smart afu brain ni zero. Yeah, kichwa smart, hiyo line kali I think. Yeah, kichwa smart inaweza ikawa ni kichwa smart, you know, unaelewa, like mzuri, unanyua vizuri, yani unajipenda, you get what I mean, you smart, you look nice. Inawezekana hata una masters na ma degree lakini kichwani still ni zero, kwa sababu usmart wako, muonekano wako wa nje au sababishi wewe kuwa smart kichwani, you get what I mean. So I think hicho ndio kitu alichokuwa anajaribu kumaanisha hapo. So I think that's a dope line. Yeah, I think that's a dope line. Amini mapenzi ni magumu, ukiacha pesa ya kumpa hakikisha unatunza pia ya sumu. Haya mfalme. So tunaingia round 3. Confusing. Haya, hata tuchanganyikiwe. Oh man, Dogo D, even us what they go up easy line one night. Oh, it sounds so crazy. Let's do round 3. Let's go. Yeah, labda wena kunielewa so D omi. D mbili azise D kudil oni. Dogo D ni danger la D ni D doni. Omi D bado tupogo na D omi. Tuani na disco. So okay, so hii part bwana Dogo D, I don't know, lakini najua ulisikiza ngoma ambayo mimi nifana Diomi. Yeah, because flow yako ni same na kitu ambacho mimi nikifanya. Yeah, Omi alini checks, Omi alini text, Mula nipe, Omi alini text, Mula number 16 Omi. Nikamwambia niko na 16 for you. Sijui na nini oni wanango D Omi. Ndio kitu ambacho nimekifanya. Labda uwe na A kunyelewa sio D Omi. D mbili zisaidii kudeal on. Dogo D ni danger la D ni D doni. Omi D bado tupogo na D Omi. Yeah, so that's nice. Wordplay ya D ni anaitwa Dogo D, beat ni ya DJ Diomi, and then Dogo D ni danger, unaelewa. Dogo pia ni D, unajua, and then D ni D, unaelewa, and then danger pia inaanza na D. So this was clever. Ila anasema D ni D Don. I don't know D Don ni nani, au yeye ndio Don, danger, whatever. And then Omi Dimples, unajua, bado tupogo na Diomi. That's nice. Nimependa matumizi ya D. That's nice. I think this one was clever. Na a bit confusing kama ufuatilii na ausikilize na kusoma kitu ambacho amekiandika. So this one I'll say ni noma. That's nice. Yeah. Nice. I think that's a bar. Hiyo package yote kuanzia labda mpaka D ya mwisho, labda uwe na A kunielewa sio D, and then angalia A B C D, vitu ambavyo nimekuwa nikivifanya. So that's nice. I think that's a bar. Yeah, hiyo mistari yote minne. That's nice. So shout out to you D. Dogo D. D bado tupogo na D Omi. Tuani na disco kisa disco. Unarudi kitabu analije mkataa kapata dusko. Mabwana wanakupanga kama potion. Utakubali nani dada wakati mekukata paka lotion. That's nice. Bado anaendeleza hiyo D. Chuoni una disco kisa disco. Unajua bado hiyo ni D, tupo kwenye disorder. That's nice. Watu ambao mnasoma chuo mnaelewa ku disco. Chuoni una disco kisa club disco, you get what yani chuoni umefeli kwa sababu ya kuendekeza bata. So that's nice. D. Unarudi kitaa bwana uliyemkataa kapata dusko. Nimependa hiyo disco na dusko. But that's nice. Mabwana wanakupanga kama potion. Atakukubali nani dada imekukataa mpaka lotion. I think hiyo ndo maana ya confusion ambayo anamaanisha. So I think yeah. Kisa disco, unarudi kitabu analije mkataa kapata dusko. Mabwana wanakupanga kama potion.
utakubali nani dada wakati mekukata paka lotion? Anzisha fujo nimemiscas, endelea kusifia la wanzit buzz, njoo nitisi uone livyo kazi, na ukitaka uzito njoo upime mzazi. That's nice. Yeah, I think that's nice. Round 3 ilikuwa ni confusing na kuna vitu vingi sana hapa ambavyo ukisikiliza bila kusoma mashairi utakuwa confused na unaweza kuona ni vitu vya kawaida, but nimependa kitu ambacho amekifanya. This is really nice. Kuanzia mwanzo pale ni A D D D D D D and then akaja kwenye disco and then kuna disco, kuna dusko and then mistari minne ya mwisho ametumia vowels au irabu, si ndio? Irabu A E I O U kufikisha ujumbe wake. Ameanza kama umemsikia, amesema anzisha fujo, nimemiss kazi. Endelea kuwasifia ila hawanizidi bars. Ingia unidis uone ilivyo kazi. Ona ukitaka uzito njoo upime mzazi. So this is nice. So ni kitu poa. Nafurahi kwa sababu ni baadhi ya vitu ambavyo mimi pia nimekuwa nikivifanya muda mrefu. I think nisha kufanya kitu kama hichi kwenye ngoma gani? Kwenye ngoma hata hii cypher ya mwisho ya Frankly Cypher nimefanya. Life ikinipa L na iambia later. Next letter ni A, inafuatia paper. Unajua ukihesabu A B C D E F G H I J K L M, you get what I mean? Yes, hizo alphabet. And then kwa Skywalker ngoma yake ya Frederick, ni define neno Frederick. Sijui F ni freedom. Are you ready? Hata kama sea iko D, gear D is ready, whatever. So that's nice kitu ambacho amekifanya. So shout out to Dogo D. I think it's a good track. Ukisikiliza juu ni ngumu kuelewa. Inabidi understand concept ya kitu ambacho alikuwa anajaribu kukifikisha ndio uelewe kitu ambacho anakichana. So I think it's a nice track. Na me to me, I'm be honest, I think amekaa kwenye hizo round 3 kwa sababu kwenye kila round kuna maana yake. Round ya kwanza ilikuwa ni ya Masnitch na I think ameongea vizuri na Masnitch. Round ya pili ilikuwa ni yeye kama mfalme anaongea na Gen Z, whatever, anaonyesha ukubwa wake, whatever. And then round ya 3 ilikuwa ni confusing, na ni kweli ilikuwa ni confusing kwa sababu unaona kuna matumizi mazuri ya irabu, matumizi ya alphabet kwenye kutengeneza mistari. So that's nice, unajua. Yes, lazima uwe sharp kidogo. Okay, upande wa pen game, I'm not saying kwamba ilikuwa ina vitu maana unaweza ukavisikia vitu ukasema like hey, crazy stuff, but that's good, that's nice. So hii inakuonyesha kwamba Dogo D akiendelea kufanya kitu anachokifanya, akatibu maradhi yake ya L na R, yeah, I think ni mtu hatari sana. So shout out to Dogo D, shout out to Diomi, yeah, na watu wote jamani. Basi inatosha. Till next time, mimi naitwa you know my name. Asanteni sana jamani. Kuna watu wamesema niweke lipa namba. Yeah, that's a nice idea. Watu wote, kuna mwanangu mmoja amesema inabidi niweke lipa namba. I think that's a nice idea. Yeah, inabidi niweke lipa namba jamani. Mwe mnalipa kidogo. Kuna wakati mchambuzi natakiwa nitoke niende hata beach nikapumzike. Unajua, nikafanya uchambuzi beach huko, nikae nitulie. Naelewa. So it is what it is. Nitafanyia kazi swala lipa namba. Kutakuwa kuna lipa namba kwenye kila video hapo. So unaweza tu ukalipa chochote, una shilingi 100, una shilingi ngapi, you put your money there. Mchambuzi pia inabidi aishi jamani. Hii kazi ni kubwa, nachoka. Nashindwa kuelewa.